Mheshimiwa Spika, swali alilolileta Mheshimiwa mbunge ni jambo la kisheria na ni jambo la kikatiba. Sarafu rasmi kwa malipo halali ndani ya nchi yetu ni shilingi ya Kitanzania. Hili si jambo la kupenda kwamba ni una option kwamba kwa sababu umependa kutumia, na wala si jambo la kirafiki hivi. Ni jambo la kisheria na ni jambo la kikatiba, na ndio maana tulileta marekebisho yale ya sheria ili kuweza kutoa mwongozo kuhusu matumizi ya sarafu yetu na mazingira ambayo yanaweza yakaletekeza pengine matumizi ya sarafu nyingine ya isiyo shilingi ya Kitanzania. Mheshimiwa Spika, kwa mwongozo tulioutoa, malipo yote na kunukuu bei kunatakiwa kufanyike kwa sarafu ya Kitanzania ambayo ni shilingi ya Kitanzania, na inaanzia kwenye kunukuu bei, matangazo na kuuziana na kununuliana bidhaa. Tumetoa maeneo ambayo yanaweza yakatumia sarafu ya nje. Kwa mfano, katika maeneo ambako yanafanyika mauzo ya nje, mauzo ya bidhaa, huduma, vitu vinavyohusiana na jambo la aina hiyo, na baadhi ya taasisi ambazo zinafanya manunuzi makubwa ya bidhaa, tumebainisha na taasisi hizo zimeweza kujulishwa. Lakini kule kutumia matumizi ya sarafu isiyo ya Kitanzania kiholela, kwa kweli ni kuvunja sheria, ni kutokuwa wazalendo wa nchi yetu na sarafu yetu, na tumeshafuta baadhi ya maeneo ambayo yalikuwa yamepitiliza na tumetoa miongozo hiyo. Kwa mfano, hata ndani ya taasisi za serikali, kabla hatujatoa mwongozo huo, kulikuwepo na mambo ya wapi leseni, mtu anaambiwa atoe dola. Kulikuwepo na uagizaji wa mizigo pengine katika baadhi ya taasisi zikichukua za serikali zikifanya malipo kwa dola. Haya yote tumeyakomesha, na sasa tumeendelea kutoa elimu kwa Watanzania wote kwamba sarafu yetu ya nchi ni shilingi ya Kitanzania. Wale wanaoweka bei kama ulivyosema za viwanja, za ada, za upangishaji wa nyumba, za uuzaji wa huduma na maeneo mengine wanaofanya kwa dola, wajue wanakiuka kwa dola ama sarafu nyingine, wanakiuka sheria yetu, na kwa kweli hawaitendei uzalendo nchi yetu ya Tanzania. Na ni mambo ya kuigaiga tu. Ni kama kuku aliyefungwa miguu yote kamba kwa muda mrefu, unaweza ukamuondolea kamba akakaa dakika nyingi tu akiwa bado anadhania amefungwa kamba. Ni mawazo ya watu ambao bado wana hangover ya kutawaliwa kikoloni hivi. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema jambo hata la kijinga likisema Kiingereza huonekana la maana. Basi ni mambo ya aina hiyo tu. Mtu anaongelea dola, anaona kwamba labda hiyo ndio mkuu, vijana wanasemaje, kuwa matawi ya juu. Lakini shilingi ya Kitanzania ndiyo malipo halali ndani ya nchi yetu, na hili ni jambo la kikatiba, ni jambo la kisheria. Mheshimiwa Spika, serikali tunatamani zaidi kutoa elimu wananchi waelewe kuliko kwenda moja kwa moja kwenye adhabu, kwa sababu hata kama mtu atasema wenda nikakwepa adhabu, lakini maeneo yako mengi tu yanaweza yakafanana na makosa unapotumia fedha ya kigeni. Wengine wanafanya utakatishaji wa fedha chafu kwa kutumia kutangaza vibei vya vidola ili baadaye aonekane aliuza viwanja, lakini ni michezo michafu tu. Kwa hiyo siku serikali itakapotaka kuchukua hatua kali zaidi, na yenyewe itakuwa si nzuri kwenye masuala ya kiuchumi. Kwa hiyo tutumie zaidi elimu, na tunaomba Watanzania waitikie zaidi elimu inayotolewa. Nielekeze taasisi zetu zinazosimamia sheria, Benki Kuu ya Tanzania pamoja na taasisi zingine na vyombo vya dola, tuendelee kufuatilia mienendo ya aina hii, ili wale watakaotaka kutumia kunukuu bei ama kuuza bidhaa kwa fedha za kigeni ili kuficha mambo mengine yanayojificha yakiwemo utakatishaji wa fedha haramu na mengine,
tuweze kudhibiti vitendo vya aina hiyo, kwa sababu ni kinyume cha sheria, Mheshimiwa Spika.